Ebani ya karibu sana mtazamaji wa Bao Media. It's a girl official Rosby on the microphone. Na tuangazia taarifa kubwa kabisa ambayo itakuhabarisha kuhusiana na sababu iliyodhoofisha mpango wa maandamano leo Sabasaba. Kweli Tanzania ni nchi ya amani. Haya, taarifa ni kwamba baadhi wa Tanzania waliokuwa wameonyesha nia ya kushiriki maandamano ya kupinga kile wanachodai ni ukandamizaji wa kisiasa, sasa wanaonekana kusita kufanya hivyo kutokana na hofu ya usalama na maonyo yaliyotolewa na serikali. Hali hiyo ilijitokeza hasa katika jiji la Dar es Salaam ambapo vikosi vya polisi wa kutuliza ghasia vimeonekana kuimarisha doria na ulinzi katika maeneo mbalimbali yanayotajwa kuwa na uwezekano wa kukusanya waandamanaji. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa mikusanyiko ya kisiasa ambayo haijaidhinishwa hairuhusiwi, ikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa raia na kuzuia uvunjifu wa amani. Kutokana na msimamo huo, baadhi ya wananchi wameamua kubaki majumbani na kuahirisha kushiriki shughuli zozote ambazo zinaweza kutafsiriwa kama maandamano ya kisiasa. Lakini wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa kumbukumbu za machafuko yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba mwaka jana zimechangia kwa kiwango kikubwa sana hali ya tahadhari miongoni mwa wananchi. Wengi bado wanakumbuka matukio ya vurugu na vifo ambavyo viliripotiwa kipindi hicho, jambo ambalo limeongeza hofu ya kujikuta katika mazingira yanayoweza kuhatarisha maisha yao. Na kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya vyama vya upinzani, idadi ya watu waliopoteza maisha katika machafuko hayo ilikuwa kubwa zaidi kuliko ile ambayo ilitangazwa. Makundi hayo yanadai kuwa maelfu ya watu waliuawa katika matukio yaliyohusishwa na uchaguzi na hatua za vyombo vya dola, na serikali kwa upande wake imeendelea kusimamia takwimu zake rasmi, ikieleza kuwa ni watu takriban 518 pekee walifariki dunia katika kipindi hicho, huku ikisitiza kuwa hatua mbalimbali zilichukuliwa kurejesha utulivu. Hatua hiyo ya takwimu imeendelea kuwa pia chanzo cha mjadala mkubwa ndani na nje ya nchi, ambako wanaharakati wa haki za binadamu wamekuwa wakitaka kufanyika kwa uchunguzi huru na wawazi ili kubaini ukweli kuhusu vifo hivyo na kuwajibisha wote watakaobainika kuhusika. Hata hivyo, hadi sasa bado kuna maswali mengi ambayo hayajajibiwa kuhusu mazingira halisi ya matukio hayo. Lakini kutokana na hali hiyo, baadhi ya wananchi wanaamini kuwa kushiriki maandamano kwa sasa kunaweza kuwa na hatari kubwa kuliko manufaa ambayo yanatarajiwa, na hofu ya kukamatwa, kujeruhiwa au kukumbana na vurugu imewafanya wengi kuchagua kuwa waangalifu zaidi, licha ya kuwepo kwa malalamiko kuhusu hali ya kisiasa nchini. Kwa upande mwingine, makundi ya upinzani na watetezi wa haki za binadamu yanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za kikatiba, ikiwemo uhuru wa kutoa maoni na kufanya mikusanyiko ya amani. Serikali nayo imeendelea kusisitiza kuwa jukumu lake kuu ni kuhakikisha amani, usalama na utulivu vinaendelea kutawala nchini Tanzania. Huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu, macho ya wengi yameelekezwa kuona kama kutakuwa na maandamano makubwa au kama hofu inayotokana na matukio ya zamani itaendelea kuwazuia wananchi kujitokeza hadharani. Mjadala kuhusu haki za kisiasa, usalama wa raia na uwajibikaji unaendelea kuwa moja ya masuala yanayovuta hisia za wengi wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa.